cha Iringa chaweka mikakati kabambe ya kupata wanafunzi wapya katika dirisha la usajili kwa mwaka masomo 2026-2027. Mahakama Kuu nchini Kenya yaidhinisha kuondolewa kwa makamu wa rais. Timu ya mpira wa kikapu ya Kigoma yaibuka na ushindi dhidi ya timu ya Singida kwenye michuano ya UMISETA. Habari za mtazamaji wa UoI Digital, na tumai hujambo na karibu kwenye taarifa ya habari. Jina langu ni Ruminata Mgani. Makamu mkuu chuo kikuu cha Iringa taaluma mipango na fedha, Dr. Silvator Mhando amewataka wafanyakazi na wanafunzi chuoni hapo kuwa mabalozi wazuri kwa kukisemea chuo hasa katika msimu mpya wa masomo 2026-2027. Taarifa kamili na mwanahabari wetu Lahma Suleiman. Ameyasema hayo makamu chuo taaluma mipango na fedha Dr. Silvator Mhando akihutubia katika hafla ya kuwatunuku waelimishaji rika pamoja na wanafunzi waliosoma kozi ya mtandaoni chuoni hapo. Amesema kuwa kupitia hii fursa ya mafunzo waweze kutumia kuwa mabalozi wazuri wa chuo kwa watu wengine na kwa kutoa elimu kwa wote waliokosa elimu hiyo. Ni kwenye mabalozi waambie na wengine kwa wasaidieni walio wengi waweze kuokoka. Sio lazima uwe mchungaji au shehe ili uweze kuokoa watu wengine. Kupitia fursa kama hizo unaweza kuokoa watu wengi. Nao baadhi ya wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Iringa waliojifunza elimu ya uelimishaji rika wameeleza faida walizozipata ni pamoja na kupata ujuzi kuhusu mambo yote ya kijinsia, jinsi ya kutunza fedha kwa matumizi ya baadaye na afya kwa ujumla. Mafunzo ya pre-education especially tumejifunza mambo ya counseling skills, na kwenye counseling skills tumejifunza approach nyingi sana za kuendea vijana kwa ajili ya kuwasaidia waweze kuwa na elimu ya kijinsia na uwepo wa kustawi katika vyuo vyote vya hapa Tanzania, especially hapa chuo cha Iringa University. Cha kwanza nilichojifunza kujiamini ni kama mwanafunzi nikiwa chuo. Cha pili nilichojifunza ni kuweza kumanage financial kwa maana ya kifedha katika boom nalopata, kuliweza kulimaintain katika mkopo na kuweza kuendesha maisha yangu bila kufanya kitu kingine ambacho kiko against na jamii inavyotaka. Na wanafunzi wengine wameeleza kuwa wamejifunza mambo yote yanayohusiana na ushauri nasaha na kuwahamasisha wanafunzi wengine waweze kuchangamkia fursa zinazotolewa hasa hizi za kielimu. Taasisi yetu pamoja na kozi ambayo tumesoma online kwamba tuhamasike na fursa za elimu hasa vijana tunapambana na changamoto nyingi za maisha, na kiujumla mkubwa zaidi tuchangamkie fursa, pia tuchangamkie fursa mbalimbali za elimu ili tuweze kuboresha maisha yetu na maisha ya wengine waliotoka kule. Hili wana washauri wa kwanza tafute namna ya kusoma, lakini pia watufesi watu kama sisi na wengine wengi ambao tumehitimu leo waweze kujifunza. Ni kozi nzuri na ni nzuri kwa maendeleo ya taifa. Kupitia mafunzo haya ya uelimishaji rika, chuo kikuu cha Iringa yameelezwa kuwa ni nyenzo muhimu kwa wanafunzi kwani wamejifunza masuala ya kijinsia na afya kwa ujumla. Nikiwa hapa studio, Rahma Suleiman, UoI Digital. Taarifa yake Rahma inatutamatishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zinazosomwa kwako na Grace Matiku. Mahakama Kuu nchini Kenya imeidhinisha kuondolewa kwa Rigathi Gachagua kama makamu wa rais, lakini pia ikaamuru alipwe fidia kwa kukiuka baadhi ya haki zake. Uamuzi huu unaweza kuzima ndoto zake za kuwania urais mwaka 2027. Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua anatarajia kuelekea katika mahakama ya rufaa baada ya mahakama kuu kuidhinisha kuondolewa kwake madarakani. Uamuzi huo umetoa pigo kubwa kwa juhudi zake za kisiasa, huku ukifungua sura mpya ya mvutano wa kisheria unaomhusu. Katika uamuzi uliotolewa usiku kwa kuamkia leo, jopo la majaji watatu lilikataa hoja nyingi zilizowasilishwa na Gachagua. Hata hivyo, mahakama ilisema baadhi ya haki zake za kikatiba zilikiukwa na kuamuru alipwe fidia ya shilingi milioni 50 na seneti.
Uamuzi huo unamaanisha kuwa kuondolewa kwake madarakani kunabaki halali. Pia unafungua mlango kwa Kithure Kindiki kuendelea kudumu kama naibu wa rais wa Kenya. Wakili wa Gachagua, Ndegwa Njiru, ameukosoa uamuzi huo akisema mahakama ilikubali kuwa haki za mteja wake zilikiukwa, lakini ikashindwa kutoa suluhisho stahiki. Amesema pia timu yake ya wanasheria inatafuta haki katika ngazi ya juu zaidi ya mahakama. Asante sana Grace kwa habari hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Kanisia Milanzi kwa habari za biashara na uchumi. Akizungumza na UoI Digital, wafanyabiashara hao wamesema kupitia biashara hizo wananufaika kutokana na faida wanazopata na kuwashauri wanafunzi na wahitimu wa vyuo vikuu kutumia vyema elimu ya ujasiriamali kuwa fursa ya ajira. Okay, biashara yangu kwanza inanisaidia, najilipia ada. Ni mwanafunzi wa masters hapo University of Iringa. Kwa hiyo inanisaidia napata ada, naweza kuwasaidia wazazi. And so naweza kufanya shughuli zangu, kulipa kodi, bills, na mfanyakazi mmoja naweza kumlipa mshahara. Wanaenda kuhitimu chuo kikuu, ushauri wangu ni kwamba wasirudi nyumbani kusubiri ajira ya serikali. Yaani ni vyema wakatumia knowledge waliofundishwa au waliopata kutoka chuoni, waigeuze kwenda kuwa ndo ajira. Kuna msemo unasema kwamba ajira sio kama hamna, bali matatizo ya watu ndo ajira yenyewe. Ninachoweza kuwashauri wanafunzi wanaosoma ni kwamba wasisubirie tu kile wanachokisomea kwamba ndo kitawapa ajira. Ni vyema tu mtu ukiwa unasoma uko na option nyingine ya kuweza kufanya mambo mengine. Kwa upande wao, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wameelezea jinsi watakavyojiajiri katika shughuli za ujasiriamali za kila siku. Ni kweli kwamba mtaani miaka hii ya karibuni katika kizazi chetu ajira zimekuwa ni ngumu sana kupatikana, na hata zinazotangazwa pia ni ngumu. Lakini cha kusema tu zaidi sana, tutarudi kufanya kwenye ile misingi yetu ambayo tumeasisiwa kutoka kwa baba zetu wamekuwa wakifanya, na sisi tutaenda kuishi humo kuendelea na mapambano ya kila siku. Katika familia zetu sisi za Kiafrika nyingi tumekuwa ni wakulima na wafugaji sana. Zipo fursa mbalimbali za vijana wanapohitimu chuo kikuu, si tu kusubiria ajira ya serikali. Nikiripoti kutoka hapa mtaa Sentema B, ni mimi mwandishi wako Kanisia Bernard wa UoI Digital. Mtazamaji, na sasa tuelekee viwanjani ambako tutaungana na mwanamichezo wetu Sadok Abbas kwa habari za michezo na burudani. Endelea kusalia nasi. Mpira wa kikapu Kigoma imeibuka mshindi wa vikapu 33-19 dhidi ya timu ya Singida katika mchezo wa mpira wa kikapu uliochezwa katika viwanja vya chuo cha kati cha walimu Klelu mkoani Iringa katika michuano ya UMISENTA kitaifa inayofanyika mkoani humo. Makocha pande zote mbili wameeleza mchezo ulivyokuwa na jinsi walivyojipanga katika michezo ijayo, ikiwa ni kuwa washindi kwa kila mchezo. Gemu yetu ni nzuri, lakini tumepoteza kutokana na morali ya wachezaji, ndio imepelekea kufanya matokeo mabaya. Lakini tunategemea ushindi kwa game zinazofuata. Tunazo game 3 zinazofuata, tutapelekea kushinda. Ilikuwa yuko vizuri, nimemzidi sehemu chache tu kwenye kuscore. Hicho ndio kikubwa, lakini wako vizuri, na kama ningedelay huenda wangenifunga. Naye nahodha wa timu ya Kigoma ameeleza siri ya ushindi huo, huku akisema sababu kubwa ni muunganiko mzuri waliokuwa nao timu nzima, pia mafunzo mazuri yanayopata kutoka kwa kocha wao. Tunaweza kupata ushindi dhidi ya Singida ambapo tumeshinda, ni game ya pili. Game ya kwanza tulishinda na hii pia ni game ya pili.
Tumeshinda kwa sababu timu yetu ilikuwa na teamwork. Pia coach ametusaidia sana katika kupata ushindi huu. Afisa mratibu wa mashindano ya mpira wa kikapu ameeleza jinsi mashindano yanavyoendelea toka ameanza kuwa ni mzuri na malengo yao kama chama cha kikapu Tanzania wamejipanga vizuri hadi mwisho wa mashindano hayo uwe ni mzuri. Kiujumla mashindano ni mazuri, yamekuwa mazuri toka tumeanza, tumejipanga vizuri. Malengo yetu ya UMISETA UMITASHUMTA ni mengi, lakini mojawapo ni kufanya vijana wacheze, watoto, kwa sababu kwa muda huu, kwa nyakati hizi, michezo ni ajira, michezo ni fursa. Kwa hiyo serikali inawajibika pia katika kuendeleza michezo, kwa sababu vijana pia, kwa sababu tunawahitaji kwenye mambo mengi. Kwa mfano, michezo hii inatengeneza wachezaji mbalimbali ambao wanashiriki timu za taifa, ambazo baadaye inawaletea vitu chanya kama ajira na vitu vingine, lakini pia inakuwa ni mchango katika timu zetu za taifa kwenda kupata vijana ambao wanaweza wakawakilisha nchi katika mashindano mbalimbali ya nchi. Ni michuano ya UMITASHUMTA ambayo inafanyika hapa mkoani Iringa, ambapo hivi punde umetamatika mchezo wa timu ya Kigoma dhidi ya timu ya Singida, ambapo timu ya Kigoma imeweza kuibuka na vikapu 33 dhidi ya vikapu 19 kutoka timu ya Singida. Nikiripoti kutoka viwanja hivi vya Lugalo, mimi ni Saduki Abbas wa UoI Digital. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Fariji Kasanga. Kama ilivyo ada, na leo tumekuandalia msamiati wa neno hadia. Je, unaelewa nini ukisikia msamiati huu? Twende tukatizame baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wao wanaelewa nini wakisikia neno hili. Katika lugha ya Kiswahili tumekuwa na maneno tofauti tofauti. Hivi ukisikia msamiati hadia, wao unaelewa nini? Msamiati hadia, yani kwa jinsi mimi ninavyoelewa, yani ni kama zawadi au kitu. Kwa mfano, labda mwanafunzi amefaulu darasani, unatakiwa umpe zawadi. Sio tu zawadi ile yani ununue kitu alafu umletee, hata zawadi ya kumpongeza. Katika lugha ya Kiswahili tumekuwa na maneno mbalimbali ambayo tunatumia mtaani, aidha kwa kuyafahamu maana yake au kutofahamu maana yake. Vipi ukisikia msamiati neno hadia, wao unaelewa nini? Neno hadia kwa namna mimi ninavyofahamu kama zawadi. Kwa mfano mtu anasema nimekuletea hadia leo, au nataka nikuletee hadia gani? Kwangu mimi ninavyojua kwamba ni zawadi. Tumetoka kuwatizama baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakijaribu kuelezea maana ya msamiati wa neno hadia. Na maana halisi ya msamiati wa neno hadia ni fedha au mali zinazotolewa bure kama zawadi. Jina langu ni Fariji Kasanga, UoI Digital. Asante sana Farijika kwa elimu ya Kiswahili, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati hadia, nami na kuacha na sentensi semayo Guloli alipewa hadia kwenye mahafali yake. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa UoI Digital habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Rumina Tambiani. Asante na kwaheri.